Bwana, Diamond Platnumz ameweza kuwashangaza watu wengi zaidi baada ya kutaja sababu iliyomfanya yeye akampa mtoto wake jina la Tifa. Tunafahamu ile mtoto wa kwanza kabisa wa Zari the Boss Lady. Utamsikia hapa Diamond Platnumz alipokuwa akizungumzia sababu iliyompelekea yeye akaweza kumpa ama kupendekeza mtoto wake aweze kuitwa jina la Tifa. Ni sababu ambayo of course imeweza kuwashangaza watu wengi sana, kila mmoja akajiuliza inakuwaje kwaje. Kwa hiyo kumbe hata Diamond mwenyewe alikuwaga na amini kabisa kwamba kitu kama hicho ambacho ameweza kusema kwenye sababu hii kitakuja kutokea, na aliamua arahisishe kwa namna kama hiyo ya kumpa mtoto wake Tifa jina kama hilo hapo hivi. Sitaki kuongea sana, ila naomba nikukumbushe muda wangu kabla hujamsikia Diamond Platnumz hapa akizungumza. Naomba nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia ndani ya channel yetu au pengine ulikuwa hauja-subscribe, basi tazama chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye tu kulibonyeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haupitwi na taarifa yoyote ile pale kuhusiana na mastaa pamoja na macelebrity wote ambao unawapenda. Lakini pia unaweza kutufollow kupitia page yetu ya Facebook pale kama Bongo Vibe, na TikTok pia tunapatikana kama Bongo Vibe, tutakometisha sana. So Diamond Platnumz tunafahamu mtoto wake wa kwanza anaitwa Tifa. And of course ni jina nzuri sana, lakini Diamond yeye amekuja kutuambia kwamba eti kuna sababu kubwa sana ambayo ilimfanya yeye akaweza kupendekeza mwanae Tifa aweze kuitwa jina hilo hapo hivi la Tifa. So Diamond, tuambie nani alipendekeza jina la Tifa na ilikuwaje kwaje? Dhumuni lako na lengo lako hasa lilikuwa ni lipi? Jina la Tifa nafikiri kwanza ilikuwa mimi nikailipenda, na sababu ya Tifa kulipenda kwa sababu ni jina, ukisema ya Latif ni Mwenyezi Mungu, lakini ukisema Tifa ni mtu ambaye kwanza mpole, mstaarabu. Unajua sometimes tusape tu mabiti zetu majina au watoto zetu lazima tutafute na maana yake. Mimi ni Muislamu na ni jina la Kiislamu, na maana nzuri, lakini pia lina swaga. Unaweza kuliganyisha unavyotaka, unaweza kumuita Lati, unaweza kumuita Tifa, unaweza kumuita T, unaweza kumuita Latifa. Kwa nini kuangalia kipande zote za kidunia na akhera? Sababu unaweza kumuita Lati Platinum, Tifa Dangote, Lati Chibu, Tifa Mondi, yani linaganyika T yake, yani vitu vingi vinakubalika ambavyo hata baadaye akikua akiwa anatongozwa apate taabu yani. So I hope utakuwa umesikia kila ambacho umeweza kusema Diamond Platnumz. Sababu kubwa hapo ni kwamba iweze kuwa rahisi kwa kipindi kija kuwa mkubwa, basi atakavyokuwa anaapproachiwa na washikaji basi iwe rahisi sana. Ni kiufupi washikaji wasio wanapata shida kwenye kumuita hilo jina. Imekuwa ni noma, lakini pia watu wengi nimeona wamejaribu kusema kwamba kwa nini sasa Diamond kipindi hiki kinafika anaanza ni kama vile kukazia sana ama kumbania mwanae kwamba hataki kuona nyumba yote kimsogelea mwanae, wakati yeye mwenyewe kabisa ndo amekuja kufunguka na kuongea kwamba embrace mtoto wake hilo jina kwa ajili ya kufanya iwe rahisi kwa wale ambao watakuwa wanamapproach mtoto wake wasiweze kupata shida sana. So comment yako ni ipi? Unadhani kwamba Diamond Platnumz amefungua milango kwa ajili ya vijana wa hovyo kuanza kutafuta namna ya kuweza kumpata Tifa, au ameweza kuongea tu ili mradi anaongea lakini hakumaanisha hivyo ambavyo pengine vijana wa hovyo wanaweza kufikiria? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa sababu kuna taarifa nyingi sana ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa on time. Inaitwa Gabi Official. Mpaka wakati mwingine, bye bye.